La Yesu tunasema ni asante. Tunakushangilia wewe. Tunaliinua jina lako. Tunakubariki milele. Asante kwa ajili ya uwepo wako katikati yetu. Bwana Yesu, umetukuzwa ndani ya maisha yetu. Tunaona uwepo wako ukitenda kazi. Neema yako inadhihirika katika kiwango cha ajabu. Asante kwa ajili ya mazingira haya. Asante kwa ajili ya utulivu huu. Tunakutukuza kwa ajili ya neno lako. Baba, ni asante. Tamka neema na baraka ndani ya maisha yetu. Bwana wa majeshi, Mungu mwenye nguvu, nguvu zako za kiungu zinatenda kazi kwa ajili ya mahitaji katika jina la Yesu. Kila mmoja wetu anafikiwa, anaona mkono wa Bwana ukitenda kazi katika maisha yake kwa ajili ya mahitaji yake katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante. Tunakubariki kwa ajili ya matoleo haya. Tunalibariki jina lako. Tunakutukuza. Kazi yako ni njema, unatenda na unadhihirika. Tunaona wepesi wa kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Tunapokea utele mno katika jina la Yesu. Baba, ni asante maana unatukuzwa katika matoleo haya. Haya matoleo yanakuwa ni manukato kwako katika jina la Yesu. Baba, ni asante. Pokea sifa na heshima kwamba Bwana umetenda. Kwa jina la Yesu tunaomba na kupokea, tuseme amen. Glory to God. Amen. Tuketi. Thank you Jesus. Thank you Lord. Chukua kitabu chako na kalamu yako na Biblia. Akili yako ikiwa timamu kabisa. Tuelekee darasani. Tuelekee darasani. Twende darasani. Twende darasani. Twende darasani. Tafadhali wale ambao wakumuona Sister Milly, mumuone Sister Milly. Tumekuwa mahali kwa ajili ya hicho kumtukuza, kwa ajili ya hii neema na kuniaminia wakili huu wa kusimama mbele ya watu wake leo. Ni washukuru wale ambao wametangulia asubuhi kusimama mbele yetu ama mbele za Bwana. Tumechengwa, tumeomba na Baba anatukuzwa kabisa katika maisha yetu. Mungu amani awainue, awatende mema kabisa. Niwashukuru wale ambao pia tuko leo katika mkutano huu wa ibada. Mungu amani akutende mema, ukue katika neema ya kutambua wajibu wako na kazi ya Mungu katika maisha yako, na kutambua kwamba kuwepo katika kanisa la mahali ni akiso kabisa. Tumeakiswa na si namna unavyojisikia. Ni akiso kuu la Bwana kuweko mahali kama hapa, tujifunze na kufanywa wanafunzi katika Kristo. So ni jambo nzuri. So tunamshukuru Bwana kwa ajili ya hilo. So pia leo nafikiria ndio siku ile. Tuna kiongozi yuko pia hapa atatuelekeza baada ya ibada. Tunashukuru. Leo atakuja mwalimu wa keyboard. Asante kwa ajili ya maisha yake. Asante kwa ajili ya afya yake. Baba, tunalitukuza jina lako kwa ajili yake. Tunakusherekea Bwana Yesu, maana wewe ni Mungu. Mkono wako unatenda kazi ndani ya mwili wake. Madhaifu yanaondoka, maumivu inaondoka. Anapokea nguvu, anapokea afya ya kiungu katika jina la Yesu Kristo. Leko sharabahas telia mongrate kikabra ashta bahandos leprade zurbra kashta kabahanta rabaya mando zelika prade kusapra ashte kebra anta. Thank you Jehovah Lord. Mkono wako Bwana, mkono ulio na nguvu, mkono unaoponya, mkono unaotenda maajabu uko juu yake sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante kwa ajili ya utendaji wa nguvu zako. Asante kwa ajili ya utendaji wa Roho. Mkono wako, mkono utendao kazi uko juu yake, unatenda, unadhihirika katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, maana wewe ni Mungu mkuu, unatenda, umetukuka, umetamalaki. Asante kwa ajili ya afya ya kiungu
ambayo unaachilia ndani yake sasa, katika jina la Yesu. Baba ni asante, asante kwa ajili ya afya, asante kwa ajili ya utulivu huu. Pokea sifa Bwana Yesu, maana wewe ni mwema. Katika jina la Yesu tunaomba na kupokea, tuseme amen. Glory to God. Twende kuingia darasani. Somo ambalo linaendelea ni kuja kwake Bwana part 5E. Tunacho kipengele maja teremka nacho, kinasema mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo. Mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo. Mwandishi msomaji wetu atatusomea Mwanzo 2:15. Mwanzo 2:15. Somo ni kuja kwake Bwana. Kuja kwake Bwana part 5E. Kipengele cha mpango wa Mungu. Tunaangalia mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo. Maana huwezi ukaelewa kuja kwa Bwana kama hujaelewa mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo. Huwezi ruka hilo. Huwezi kuruka hilo. Tusomewe Mwanzo 2:15. Mwanzo 2:15. Sura 15. Na tutasomewa na King James pia version, King James version ya Biblia. Nasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni. Alimtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden, ailime na kuitunza. So Mungu alimweka kwenye bustani ya Eden, ailime na aitunze Eden. King James anasema, and the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to dress it and to keep it. To dress it and keep it. So kuna maneno to dress na to keep. Kuna maneno kuilima na kuitunza. So maneno haya mawili ndio inadhihirisha ama ndio inatuonyesha wajibu wa Mungu kwa mtu. Yaani tunaona wajibu nini Mungu amekusudia huyu mtu alipomweka kwenye Eden. Mtu akuwekwa Edeni akae tu na kula raha. Mtu akuwekwa Edeni tu na aseme sasa nimefika, Bwana ameniokoa, ameniweka hapa nikae. Hapana. Aliwekwa kwenye Edeni kusudi na lengo alime na kutunza. Kuilima Eden na kuitunza Edeni. Aitunze Edeni, ailime na aitunze. To keep and to dress and to keep. To dress ni neno la kuilima kwa Kiswahili. Alafu to keep ndio hilo neno kuitunza. Maneno mawili ya Kiebrania inaongelewa pale kwa kuilima na kuitunza. Kuilima tuliona ni abat. Alafu kuitunza ni neno shamar. Ni neno shamar. Shamar ni SHAMAR. 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 Shamar ndio neno to keep. So tunaangalia maneno haya mawili katika Luka ya asili ili tupate kuelewa wajibu wa Mungu kwa mtu. Mungu alikusudia nini juu ya mtu? So tumeangalia neno ailime. Tumeangalia kwenye tulipoanza part 5 hii ama sehemu hii ya 5, tumekuwa tukiangalia hilo neno ailime ambalo ni neno abat Kiebrania. So sasa tuangalie neno kutunza. Hili neno kutunza, to keep. Hili neno limetumika mara 68 times katika maandiko ya Kiebrania. Neno hili shamar, neno shamar ndio hilo neno kutunza. Neno hili shamar limetumika mara 68 katika maandiko ya Kiebrania. Ndio hilo neno to keep. King James yametumia neno to keep. Kwenye maandiko ya Kiebrania na maanisha kutoka Genesis mpaka Malaki. Ndio maandiko ya Kiebrania.
So hilo neno shamar limetumika mara 60 na mara 68. Mara 68 yote. So rejea zake, tutaangalia rejea zake vile limekuwa likitumika, ndio tuunganisha tuone kusudi la Mungu juu ya mtu alipomweka Edeni. Kusudi la Adam ni kusudi la wanadamu wote. Kila Mungu alikusudia Adamu afanye duniani, ndio kila Mungu amekusudia wanadamu wote wakiwa duniani wafanye. So ndio sababu tunajifunza kutoka mwanzo kusudi la Mungu juu ya mtu, ili tuelewe kusudi la Mungu kwetu ni nini. Mungu amekusudia nini juu ya kanisa lake. So tuangalia rejea zake ambamo ile neno limetumika. Mwanzo 3:24. Genesis chapter 3 verse 24, neno hili limetumika pale. Mwanzo 3. Tunaweza tukafungua tu Biblia. Mwanzo 3:24 utakuta hili neno pale. Anasema basi akamfukuza huyo mtu. Basi akamfukuza huyo mtu. Akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko. Kuilinda. Ndio hilo neno kuilinda njia ya mti wa uzima. Ndio hilo neno kuilinda. Neno kuilinda ndio hilo neno to keep. To keep ndio hilo neno kuilinda. Kuilinda, to keep. Kuilinda ni neno shamar. Hilo neno kuilinda, to keep, ndio hilo neno shamar. Genesis chapter 3 verse 23. Mwanzo 3:23. 23. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni, ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwalia. So kwenye mtu atanasema, kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni. Bwana akamtoa ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. So kiendelea ndio unakutana mambo pale mbele. Kila kinaendelea katika maisha huyo mtu. So tuelewe kwamba neno kulinda na kutunza ni neno moja. Neno kulinda na kutunza ni neno moja. Neno kulinda na kutunza ni neno moja. Kukutana na neno kulinda na kutunza, elewa ni neno moja, sio maneno tofauti. Neno kulinda na kutunza ni neno moja. Utakuta linatoka kwa mzizi wa neno shamar. Neno moja tu limetoka kwa neno shamar. So kwingine unaweza kuta inatumika neno kulinda, kwingine inatumia neno kutunza. Kutunza. So hili neno linamaanisha kuangalia kama mlinzi. Neno shamar maana ni SHAMAR, Kigriki cha hilo neno to keep, kutunza, linamaanisha kuangalia kama mlinzi. Unaangalia kama mlinzi. Neno shamar lina maana ya kuangalia kama mlinzi. Kinacholindwa manake ni kitu treasure, ni kitu cha thamani. Kinacholindwa si kitu hivi hivi. Kitu kinacholindwa ni kitu cha thamani unachokitreasure, kitu cha thamani mno. Umeshaikuwa na kitu ambacho unalinda, utaki kichukuliwe, utaki kiibiwe. Unakitunza kitu cha thamani. Unakitunza kitu cha thamani. Ni kitu cha thamana. Ni kitu cha thamana ama kitu cha thamani. Unakiprotect. So hilo neno shamar lina maana ya kuprotect. Neno shamar lina maana ya kuprotect. Au hilo neno pia lina maana ya to attend to. To attend to. To attend to. Hilo neno shamar. To protect. To attend to. Kulinda kitu au kukifanyia kazi kitu. Kukifanyia kazi. Kukifanyia kazi.
kukifanyia kazi, kulinda kitu. Shamar, unalinda kitu, na kilinda kisiipiwe, kisitoweke, kisiharibiwe, kisichesewe, na kilinda na kiangalia, kama vile ambavyo mlinzi anafanya usiku. So unakuwa mlinzi. Sadamu alikuwa kuwa mlinzi wa kuangalia, kama mlinzi, naangalia, analinda, anakuwa watchman. Hallelujah. Genesis chapter 4 verse 9. Mwanzo 4:9. Mwanzo 4:9. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Abili ndugu yako? So twende pale, kama hujafungua Biblia yako please. Kama hujafungua ndio tusome wote pamoja. Yaani tukisomewa na mwalimu pale, nao nasoma pia. Inasemaje? Inasema hivi. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Abili ndugu yako? Kaini alikuwa mtoto wa nani? So tuseme kwa sauti tu. Kaini alikuwa mtoto wa nani? Ndugu ya Kaini ni nani? Good. So Bwana akamwambiaje Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Tumeangalia neno shamar. Mungu alimweka Adam kwenye Eden ailime na kuitunza. Neno kuitunza ni shamar, to protect, kwa mlinzi. Sasa nataka ushikanishe. Kama Kaini anasema mimi sijui kwenye ndugu yangu wako, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu, alikuwa anakataa nini? Kasi ya nani? So kwenye Eden Adam ameitwa awe nini? Mlinzi. Tuko pamoja? Tuko pamoja chameni? So ikiwa Kaini atakataa kwa mimi si mlinzi wa ndugu yangu, anakataa nini? Wajibu wa Mungu kwake. Inakaa kilia jameni. So mkutana umekuwa tukisoma tu maneno, anasema mimi si mlinzi wa ndugu. So ni mambo ambayo umesoeleka kwa makanisa kufundishwa, lakini haifundishwi clearly watu waelewe kwa nini anasema yeye si mlinzi wa ndugu yake. Hallelujah. Glory to God. So Kaini alikataa kasi yake. Kaini alikataa kasi yake. King James ametumia neno gani? Keeper. So Kaini alikataa kasi yake ya kuwa nani? Keeper. Tuko pamoja? Alikataa kuwa mlinzi, alikataa kasi ya kuwa keeper. Kaini alikataa kitu kinaitwa shamar. Hallelujah. Alikataa shamar, alikataa kuwa keeper. So wajibu wa Mungu alivyokusudia tangu mwanzo ni kwamba tuwe walinzi wa ndugu zetu. Wajibu wa Mungu alivyokusudia tangu mwanzo ni kwamba tuwe walinzi wa ndugu zetu. Kutoka mwanzo Mungu alikusudia kwamba wajibu aliotupa sisi ni kwamba tuwe walinzi wa ndugu zetu. Tuwe walinzi wa ndugu zetu. Mungu alikusudia tuwe walinzi wa ndugu zetu. Tuwe waangalizi wa ndugu zetu. Tuwe waangalizi. Mlinzi anafanya kazi ya kuangalia, kuchunga na kuwa mwangalizi. Kumbuka tunaangalia about shama. So tunaona about inahusiana na to serve, kutumika. So tukiangalia shama, to keep. Wewe si kwa watchman kama uchungi, si ndio? Kwa mlinzi lazima unachunga. So Mungu alikusudia tuwe walinzi wa ndugu zetu, ambapo kazi hiyo inakataliwa na nani? Na Kaini. Anakataa kuwa mlinzi wa ndugu yake. Kaini alikataa kuwa mlinzi wa ndugu yake aliye kama wa dhamani ama wa dhamana. Tumesema neno shamar
lina maana ya to protect. Unafanya kazi ya kulinda. Ni kazi ya unachokilinda, ni kitu cha thamani, ni kitu cha thamana. So Kaini alikataa kulinda ndugu yake ambaye ni wa thamani. Tuko pamoja. Ndio hata kanisani huwa tunafundisha, unavyomuona ndugu yako kanisani, muone kama mtu wa thamani. Haleluya. Precious. Muone kama kitu ni zaidi ya gold. Haumwangalii ndugu yako, mwamini mwenzako kama mtu ambaye ni wa kidunia. Unamwangalia ndani ya Kristo. Unamwangalia kama mtu aliyekaliwa na Roho kama wewe. Unamwangalia ni mtu wa thamani kabisa. Kwa sababu Biblia inasema kwamba tuwaone wenzetu kuwa bora kuliko sisi wenyewe. Haleluya. Unamwona mwingine kuwa bora kuliko wewe. Glory to God. So ukiona hivyo, manake you need to protect him. Tajifunza, don't worry. Una protect aje, tutaona mbele. Ndio tumeanza tu kuangalia shamara. Haleluya. So Kaini alikataa kuangalia ndugu yake kama kitu cha thamani. Alikataa kumwangalia kama kitu cha thamani. So alimuona ndugu yake kama kitu cha ovyo, mpaka kaenda kumuua. So tunahitaji tuwalinde ndugu zetu kama vile mlinzi anavyolinda. Tunahitaji kuwalinda ndugu zetu. Tunahitaji kuwalinda waamini wenzetu kama vile ambavyo mlinzi analinda. Wewe unaona vile mlinzi analinda usiku wakati mmelala. Zunguka compound, naangalia mlango kwa mlango, anaangalia kila kitu kiwe hata ukiacha viatu kule nje asitachukuliwa. Yani kila kitu cha kwako, na wewe mwenyewe unalindwa kweli kweli usiku. Mvua inanyesha lakini yeye ameteka masikio, akisikia mti branch imeanguka mahali anaenda anaangalia polepole. Asiwe mwisi ananyemelea, anaingia. So tunalinda kama vile mlinzi anavyolinda. So maneno ya Kaini yanakataa mpango wa Mungu. Maneno ya Kaini yanakataa mpango wa Mungu, yanakataa mradi wake. Maneno ya Kaini ni wazi kabisa, inaonyesha kwamba hataki. Anakataa mradi wa Mungu kutoka mwanzo. Anakataa mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo. Anakataa kusudi la Mungu la kutoka mwanzo. Kila Mungu alikusudia kutoka mwanzo, Kaini anakikataa. Anakataa. Mpango wa Mungu ni mtu apate kuwa mtumishi na pia apate kuwa mlinzi. Mpango wa Mungu ni kwamba mtu apate kuwa mtumishi na pia apate kuwa mlinzi. Yaani mtu awe mtumishi na pia awe mlinzi. Huo ndio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu kwetu. Maana ni huo ni mpango wa Mungu kwa Adam na Hawa kwenye shamba la Eden ama kwenye Edeni. Tunasema kwamba mpango wa Mungu kwa Adam ndio mpango wa Mungu kwetu sisi zote. So Mungu amekusudia nini tangu mwanzo? Mtu awe nani? Awe mtumishi na pia awe mlinzi. Awe mtunzaji. Awe mtunzaji. Ama awe mwangalizi. Awe mchungaji mwangalizi. Awe mchungaji mtunzaji. Anafanya kazi ya kutunza, kazi ya kuangalia, kazi ya ulinzi. Awe mwangalizi. Awe mwangalizi. So Mungu alikusudia mtu awe mwangalizi wa shamba la ndugu yake duniani. Mungu alikusudia mtu awe mwangalizi wa shamba la ndugu yake duniani. Kumbuka mioyo yetu ni shamba. Mioyo yetu ni shamba ambalo mbegu inapandwa, mbegu ikiwa ni neno.
So unafaa uwe mwangalizi wa shamba la ndugu yako duniani. Uwe mwangalizi wa moyo wa ndugu yako duniani. Uwe mwangalizi wa shamba au moyo wa ndugu yako duniani. So mpango wa Mungu ni mtu awe mtumishi wa mtu mwingine. Mpango wa Mungu kutoka mwanzo ni mtu awe mtumishi wa mwingine. Umtumikie mwingine. Nakumbuka utumishi wa Kristo, Yesu ameutenganisha utumishi wake na utumishi wa mataifa, vile ambavyo mataifa inafanya. Utumishi wa Mungu ni tofauti, utumishi wa Kristo ni tofauti. So Mungu amekusudia mtu awe mtumishi wa mwingine. So wewe sema unamtumikia Mungu wakati watumiki wengine. Nasema namtumikia Mungu kwa sababu kuna watu unawatumikia. Na so far mpaka kufika hapo tumefika, unafaa uwe na wanafunzi kama mmoja wawili ambao unaweza wapigia simu, mnaongea na wao, na unaweza watafuta, mnaweza kutana, una mchengo na muimarisha. Amen. Glory to God. Hallelujah. So Kaini alikataa mpango wa Mungu. Kaini alikataa mpango wa Mungu. Hakutaka kutunza ndugu yake. Hakutaka kutunza ndugu yake. Kuonyesha kwamba alikataa mpango wa Mungu. So kazi ya kuchunga ndio kazi ya kuprotect. Manake kuwa mchungaji unafanya kazi ya kuchunga. You protect. Una protect. So mojawapo ya kazi ya mchungaji ni kutunza. Mojawapo ya kazi ya mchungaji ni kuprotect, kutunza. Anakuwa mwangalizi. Kazi mojawapo ya mchungaji ni kutunza. Kazi nyingine ni kulisha. Mchungaji anatunza, analisha. Fanya kazi ya kulisha, kutunza. Anatunza pia, analisha pia. Ni ana protect, analinda. Ukiangalia vizuri kwenye Biblia, watu ambao walitumiwa na Mungu. Ukiangalia vizuri kwa Biblia, watu ambao walitumiwa na Mungu, kazi zao zilionyesha kuchunga. Utaona kazi zao zinaonyesha kazi, taaluma zao, kazi ambazo walikuwa wanafanya kabla ya kuingia kupokea mwito. Utakuta zinahusisha kuchunga. Zinahusisha kuchunga. Kama Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo. Sasa anaitwa na Mungu wakati ambapo yeye ni mchungaji wa kondoo. Kwa mchungaji wa kondoo. Utamsikia Daudi anasema, nataka tuwe makini, msi tu story ya Daudi. Nafundisha, tafadhali. Nafundisha. Naposema Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo, nafundisha tayari. Nasema kwamba watu wengi ambao Mungu amewaita kwa Biblia, ukifuatilia kazi walizokuwa wanazifanya, zinahusisha sana kutunza ama kuchunga. So Daudi anasema hivi, Tubu alipokuja akitaka kumrarua kondoo, Daudi alishindana na huyo Tubu na kamuua kusudi alinde kondoo. Simba alipokuja, Daudi alipambana na simba, akararua simba. Kwa nini? Kusudi alinde kondoo. So na alikuwa mchungaji na alifanya kazi ya alikuwa mchungaji wa kondoo, pamoja akafanya kazi ya kulinda, kutunza. Ndio tukasema shamar, abat na shamar ni maneno mawili hayaachani. Wewe yatenganisha ya maneno. Palipo mchungaji, huyo mchungaji anafanya pamoja na kazi ya kutunza, to protect. So Daudi aliprotect simba na Tubu
wangu ili wasiwadhuru kondoo. Daudi anaelezewa kama mchungaji wa Israeli. Daudi anaelezewa kama mchungaji wa Israeli. Daudi anaelezewa kama mchungaji wa Israeli, ambaye Mungu anasema nimepata mtu atakayewachunga watu wangu. So wana Israeli wanakuwa kama kondoo wa Mungu. Na lengo ambalo kwa nini kondoo? Unajua kondoo anatumika sana kwa sababu kondoo ni mtulifu. Kondoo ni mnyenyekevu. Biblia inasema kondoo, unajua kondoo kipeleka kijinjioni, kondoo asumbui. Anaendaga kimya kimya. So Yesu anafananishwa kama kondoo alipokuwa anaenda kichinjioni kusulubiwa, alienda kama kondoo anavyoenda. So kutumiwa Mungu kutumia ama Musa wanapotumia kondoo, atumii kondoo kama mnyama mpaya. Ni mnaelewa mbuzi? Mbuzi ni kielele tu. Unaona kilio cha mbuzi bila anafanyanga. Unapeleka kijinjioni, anapiga kelele, anakusumbua shingo pande hii, shingo pande hii, anataka kurudi nyuma. Wewe umeshai kondoo, unaona kondoo anasumbua? Ni mnyenyekevu. Mwana kondoo. Haleluya. So hajatumia neno mwana kondoo kama kitu kibaya. Anatumia kimakusudi kabisa. Ndio unaona kondoo na mbuzi wanatenganishwa. Mliotaka atumie mbuzi. Unaangalia character kondoo na mbuzi. Mbuzi anakula kila kitu, si ndio? Kondoo hakuli kila kitu. Mbuzi anakula makaratasi ambayo unajua vizuri kabisa hata ng'ombe akila haya makaratasi atakufa. Mbuzi anakula plastics, miti anaharibu, unakula miti ngozi yake, unajua unaua mti. Mbuzi anakula mipa. Chips. Ukiangalia samaki ambaye anaitwa matfish, yule anakaa nyoka yule. Kwa Biblia unaambiwa usimule. Unajua huyo samaki huwa ana survive kwa matope, anakula kila takataka, kila aina uchafu. Huwezi mlinganisha na hizi samaki zingine. Hizi na samaki zingine haziwezi afford kuishi kwa uchafu. Kwa sababu mtu utakuta hizo ndio huku chini, enda huku chini, zenye zinatoka huku chini. Ni zile matfish. Zinakula kila aina ya takataka huko ndani. So usiwe kama matfish. Karakta yake si mzuri. Glory to God. So kondoo ametumika vizuri kabisa. So Daudi anachunga kondoo sababa. Anafanya kazi ya uchungaji pamoja na kazi ya kuangalia, uangalizi, mlinzi, tunzaji. So Mungu anasema kwamba nimepata mtu atakayewachunga watu wangu. Mtu katika moyo wangu ni mtu. Mungu anasema mtu katika moyo wangu, manake Mungu anamaanisha kwamba ni mtu anayewasa mpango wa Mungu. Mungu anaposema nimepata mtu anayependeza moyo wangu, manake ni mtu anayewasa mpango wa Mungu siku zote. Hawasi kitu kingine, anawasa mpango wa Mungu siku zote. Ni mtu aliye na maono ya Mungu. Mungu alimuona Daudi kama mtu aliye na maono yake, aliyepepa maono ya Mungu ya kutoka mwanzo. Mungu anasema mchungaji atakayechunga watu wangu. So Israeli ni kundi la Bwana. Israeli ni kundi la Bwana. Mpango wa Mungu ni kwamba anajiinulia mchungaji.
Mchungaji ambaye ni moyo wake, anayependeza moyo wake. Mungu anajiinulia mchungaji ambaye anapendeza moyo wake. Mungu anainua mchungaji ambaye moyo wake wote uko kwa kondoo. Unawaza kondoo, umejikita kwa kondoo, anajali na kuwalinda kondoo. Ndio sababu ukienda kusoma John chapter 10 from verse 1, vile Yesu anaelezea mchungaji mwema, utaona kwamba anaelezea kwamba ni mchungaji ambaye moyo wake wote umejikita, anawaza kuhusu kondoo, vile watakula, ana make sure kwamba ana protect, anawalinda. Yaani maisha ya mchungaji ambaye Mungu anaongelea, maisha yake yote iko kwa kondoo. Iko kwa kondoo. Haya ndio maisha yake. Yesu anafundisha kutoka kwa Zaburi. Wakati unakuwa unasoma John chapter 10 from verse 1. Yesu anafundisha kutokea Zaburi. Nasikia Yesu anasema, mimi ndiye mchungaji wa kondoo. Halafu anasema sio mchungaji wa mshahara. Kuna wachungaji wa mshahara na kuna wachungaji wa kondoo. Mchungaji wa mshahara yeye aangalii mambo ya kondoo, wala hata achali mambo ya kondoo. Mchungaji wa mshahara ndio mimi huwa nakosa kuelewa wakati ambapo kanisa lipo, ati mnatoa mtu mnamweka hapa kwa hii branch, kondoo akimkataa mnamhamisha mnampeleka kwingine. Kondoo akilalamika mnamtoa mnamhamisha kwingine. Na unajua wanalipwa. Mnajua wanalipwa pesa mzuri. Wewe unakuja kufanya kazi ya mtu mwingine amefanyia kazi. Nitakuchali aje? Mimi jenye. So itabidi, kwa sababu nikienda kinyume chenu mtalalamika, nifutwe kazi. So nitakuwa na make sure kwamba nafanya kile nyinyi mnataka, kipendezacho nyinyi na si Mungu. Nita make sure na wahubiria kila kinawapendeza, lakini si kila ambacho kinapendeza Bwana. Kuzudi nilinde mshahara wangu. So sitachali mioyo yenu. So hawa na protect kweli? Hawa protect. So wanafanya kazi ya kuchungaji pasipo protect. Huyo hawezi akukemea leo, akemee mwingine, mumepeleka mashtaka mbele. Huyo mchungaji hatuongozi vizuri. Jana nimepepa mmoja nikawa na hisi kitu kwamba karibu nimuulize, na nyinyi mnaridhikanga tu hii kazi mnafanya hii ya kulipwa hii? Kanyamaza, nikajisuilia. Nikahisi kwamba kile kinafanya wanafanya hiyo kazi kwa uaminifu ni mshahara. Kwa sababu kuna vitu zingine na akili timamu unaweza jiondoa pole pole, lakini utachiondoa acha mshahara. Unajua ukikuja kwa kanisa kama hili, mchungaji hana mshahara. Sasa anashindwa vile, anajua vizuri kwamba wanachofanya ni vitu vimechanga, wamekuwa wako confused. Wanajua. Lakini mtu anajiuliza, hata nikienda kuanza kanisa lingine, hilo mshahara 40k, 50k nitatoa wapi every month? Nyumba nalipiwa, chakula nanunuliwa cha kutosha. Ati unaenda kuanza kanisa, acha nikae humu. Kae humu ndani. Bali ni usuni. Haipendezi. Chungaji wa aina hiyo
Yaani mchungaji anaenda mahali ameanza chini, wamenunua vyombo, amejikakamua, amefunga na kuomba. Makosa tu kidogo. Kwanza niliambiwa hivi, niliambiwa wanafanyanga hivi. Wakati ambapo kwa hii makanisa yao, kuna kanisa linatoa vizuri, iko juu sana kutoa, wako wengi vizuri wanatoa. Sasa wewe wakati umepewa huduma, lazima utembee vizuri na kiongozi mkuu. Kama wewe ufanyi hivi, maana wale wanafanya hivi wanatembea karibu na kiongozi, mnaelewa, anamuona kando kando, yaani una maintain mahali pako, lakini hapo mahali pako unakulia tu kiongozi umuoni kando. Mwingine anakuja anaongana, chakusi unafanywa tu kafla, unaondolewa. Hata wanainua tu watu kanisani, wala ambao wako kinyume chako wanasimama tu na cases. So inabidi wewe utatolewa upelekwe kwingine fulani akuje. Kumbe yule anakuja pale ni yule amefanya nini? Ametumia hongo. Sasa yeye atakuwa anakula na, hebu niambia ndugu Otieno, mali unapata, unajua kuna wale wanatoa vizuri. Kuna wale wanatoa hata 100 kwa mchungaji wao every month. Kulingana na vile utoaji wao unatoa, mchungaji wao anakula 100, mati 100. So ukitembea vizuri na kiongozi mkuu, nakula vizuri, utamaintain. Ukikosea hata huyo kiongozi anaweza kasirika kutume kama kuna branch mkana. Yeah. Wanatumia maeneo wanahangaika. Yaani unaenda mahali kuna mahangaiko. Mahali kuna mahangaiko. Sasa mahali wanatoa 100, alafu unatolewa hapo, unaenda mahali ambapo yaani wana struggle ndio wafikisha 10 ndio upate. Utakaa kweli? Unahangaika. Anafukuza wanarika wote kanisani. Na hata wakipeleka ripoti yake kwa bishop atolewi. Hata aliambia waseme ni wako hapo hivi ndio next. Yaani anafuruka kanisa hawezi tolewa, kwa sababu anatembea vizuri na kiongozi. Na wakati nikijifunza mambo ya makanisa, ukiangalia mwanzo kwa maandiko haikuwa hivyo. Mchungaji alikuwa tu mchungaji mmoja, alafu anasimamia tu kundi lake. So hakuwa na mambo ya board ama mchungaji ameajiriwa na mtu fulani. So vitu kama hizo hazikuwa. So lakini baadaye kukaja ukatokea wachungaji ambao wanajisimamia, alafu wanahubiri kile ambacho wanataka na hakuna mtu wa kumuuliza. So anafanya vile ambavyo anataka na mambo yake ya kubuni na kutengeneza. So kukaibuka na kikundi fulani ya watu wakasema ili mchungaji asiwe na uhuru wa aina hii, so kuwe na kitu kama board ambayo itakuwa inasimamia wachungaji. So in case amefanya kitu atakuwa accountable kwa hao watu. So hata wale na hiyo board atakuwa accountable kwa hiyo board. So na kwa kutengeneza hiyo mikakati, so akaanza kuzingatia pia na mambo maslahi na nini ya huyo mchungaji. Lakini walitengeneza hivyo ili sio ili mchungaji asikuwe mwaminifu sasa, lakini mchungaji atembee kwa uaminifu, akijua kwamba kuna mahali ambapo watu wanamwangalia na nini, na atakuwa accountable kwa kila kitu ambacho anafanya, so atatembea kwa njia nzuri. Lakini so baadaye vile vitu zinaendelea kuja, unajua corruption inaingia tu kwa kila kitu pole pole. So leo ukiangalia na mwanzo na kusudi lake, so unapata ni tofauti. Kusudi lilipotezwa. Ya walioanzisha wanaisha na kusudi njema, lakini wale ambao wanafanya ama vile ambavyo wengi wanafanya leo ni tofauti na kusudi la kwa nini aina hiyo ya taasisi ilitengenezwa. Shida. Sasa hizo unajua mpaka kuuana kupo. Mtu anakutafuta kuwe na sumu ili amaintain cheo chake. Unatafutwa na kisu na panga ili umaintain nafasi. So nini kinaangaliwa pale? Kwa nini kunakuwa na vita? Mshahara. So Yesu anasema
kwamba yeye siye mchungaji wa manake anasema kwamba yeye ni mchungaji wa kondoo na sio mchungaji wa mshahara. Mchungaji wa mshahara yeye haangalii mambo ya kondoo wala hachali. Yeye anaangalia mapato yake. Genesis chapter 17 verse 9. Mwanzo 17:9. Mwanzo 17:9. 17:9. Mstari wa 9. Nasema Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu. Nawe ulishike agano langu. Wewe na uzao wako. Wewe na uzao wako. Kwa vizazi vyao. Kwa vizazi vyao baada yako. So Ibrahimu alishika agano la Mungu. Anaambiwa alishike, maana anaambiwa kwamba anaambiwaje? Kwamba Mungu akamwambia Ibrahimu, wewe ulishike agano langu pamoja na uzao wako na vizazi vyako. Manake Mungu anamaanisha kwamba anamwambia Ibrahimu kwamba kuwe na watu ambao watakuwa kama wewe. Kumbukeni Ibrahimu alishika agano la Bwana. So Mungu anataka watu watakaomfanania Ibrahimu. Alete watu kama yeye ambao wamekubali kulishika agano la Mungu. Manake ni watu kama yeye walioamini katika agano la Mungu. Walioamini katika agano la Mungu. Ni nini kilitokea kwenye uzao wa Yakobo? Ni nini kilitokea kwenye uzao wa Yakobo? Kwenye Ibrahimu alimzaa Isaka, si ndio? So tunaona Isaka anamfanania baba, si ndio? Alichukua nafasi ya baba. Katika Isaka tunapata nani? Yakobo na Esau. Yakobo anachukua ofisi au nafasi ya baba, lakini Esau anafanya nini? Esau alikataa ofisi ya baba yake. So Yakobo anakuwa nabii na mchungaji. Yakobo anakuwa ni nabii na mchungaji kwa sababu amerithi ofisi ya baba, amerithi nafasi. Kumbuka Isaka ni nabii na ni mchungaji. So manake aliyechukua hiyo nafasi ni Yakobo. Esau alikataa. So Biblia inaposema Esau alikataa hati ya mzaliwa wake wa kwanza ama haki ya mzaliwa wa kwanza, haki ya mzaliwa wa kwanza ina maana ni yule anayerithi ofisi au nafasi au majukumu ya baba yake. So Biblia inaposema Esau alikataa haki ya mzaliwa wa kwanza, manake alikataa nafasi, alikataa ofisi, alikataa majukumu ya baba ya kuwa nabii, ya kuwa mchungaji. So Esau alikataa kulinda na kutunza mpango wa Mungu. So kila ambacho Esau alikuwa anafanya ni kukataa mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo. So sipaki kwamba Esau alikataa haki ya mzaliwa wake wa kwanza kwa sababu ya njaa. Kuna mambo ya njaa hapo. So haki ya mzaliwa wa kwanza ni kurithi kile cha baba. Haki ya mzaliwa wa kwanza ni kurithi kile cha baba. Esau alisema
nitafanyia nini mambo haya ya kichungaji? Nitafanyia nini mambo haya ya kinabii? Esau alidharau, alikataa. Alidharau kazi ya Mungu. Alikataa majukumu ya Mungu kutoka mwanzo. Aliyadharau, aliona hayana faida kwake. Ni kama tu vile leo watu wanadharau kazi ya Mungu, wanaona haina faida. Ya kazi ya Mungu ukiekemea kwamba itakuletea faida ya mambo ya mwilini, hapo ndio utakosea. Glory to God. Haina faida ya mambo ya mwili. Glory to Jesus. Ukienda na lengo la hilo, umeliwa, umeanguka. Musa anatumia story ama historia ya Esau na Yakobo kufundisha kweli za kiroho. Musa anatumia historia ya Kaini na Yakobo kufundisha kweli za kiroho. So kimwona Yakobo na Esau, ona mambo ya kiroho. Muktadha ni wa kiroho, si wa ndengu na sugu ya ndengu na njaa. Esau alikataa haki ya mzaliwa wa kwanza, manake ni kukataa ofisi ya baba yake, ni kukataa kuwa mchungaji na nabii wa Mungu. So Esau alikataa kuwa mchungaji na nabii wa Mungu, kazi ambazo leo hii usiku na mchana tunasikumbatia. Ni nzuri mno. Kazi ya kuhudumia mioyo ya watu ni nzuri sana kabisa. Tuangalie sasa, tunaweza angalia vile kila mtu anaweza muona vile ako katika udhaifu wake na hivyo, lakini unaona ile shauku ya kitakachoamua kwenye moyo wako ni shauku ambayo uko nayo kuhusu majukumu ya Mungu kwa Edeni. Siku zinakuja, hiyo shauku Mungu ataifanyia kazi. Unafikiria niko kwenye mwili sasa Napidisha ujumbe mkuu. Sasa hivi mtu anaweza akakuona vile uko, lakini shauku iliyo kwenye moyo wako kuhusu mpango wa Mungu wa Edeni, kuilima na kuitunza, itaamua. Siku zinakuja hata kufikiwa na watu fulani itakuwa ngumu. Ndio mtu akufikie, si kwa sababu umekataa sikufikie. Watu ndio wengi wamemsuia asifike. Siku zinakuja kila mtu atakuwa na kung'ang'ania. Maneno yako ya kinywa chako itakuwa tamu kuliko asali. Na kila mtu atakuwa anataka yasikilize, kwa sababu yamepepa uponyaji ndani yake, yamepepa hitaji la moyo wake. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizo zinakuja, siko mbele yetu. Zinakuja kabisa, na sitakawia na sitachelewa. So Esau alidharau, hakujali ofisi ya baba, hakujali kazi ya baba, hakujali. Siku zinakuja watakuheshimu si kwa sababu ya vitu vya dunia. Siku zinakuja watakuheshimu kwa sababu ya kazi ambayo Mungu anafanya kupitia wewe. Watakuheshimu kwa sababu ya kile Mungu anafanya kwenye maisha yako. Watakuheshimu kwa namna ambavyo Mungu anakutumia. Siku hizo zinakuja, hasitakawia. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana. Amen. Glory to God. So Esau alidharau, hakujali. So mama ya Esau na Yakobo alitambua ni nani anayejali huduma
na utumishi wa baba. Mama yao alijali sana. Mama yao alijali katika hilo. Na mama alitambua vizuri, alitambua si watoto wake anawalea. Mama alitambua ni nani ambaye anajali huduma na utumishi wa baba. So mama alifanya kazi ya Mungu. Kuna wengine wakihubiri, wanamhubiri huyo mama alikosea. Akafanya Yakobo akaibiwa baraka za ndugu yake. Mama alifanya kazi ya Mungu. Hebu niwaulize swali. Je, unaonaje jambo nzito kama hilo likiangukia mikononi za mtu ambaye hatalipoteza? Jambo kama hilo la kufikia ulimwengu, jambo kama hilo la kuleta watu kwa Bwana, jambo kama hilo la kuonyesha watu njia ya Bwana liangukie kwenye mikono ya mtu ambaye atalipoteza. Huoni kwamba mama huyu alifanya kazi ya ziada, alifanya kazi kuliko kawaida, alifanya kazi kubwa mno? Maana mama angekuwa ache anyamazi, waende na protocol zao za kawaida. Mkubwa ndio msaliwa kwanza, ndiye anarithi. So yeye aenda atafuta, angeleta apewe baraka. Mwisho wa siku jamaa ameenda manyasini, hatumiki tena. Badala ya kubariki analaani, tembea kwenye laana. So watu ambao wamemtegemea kwa ajili ya kusudi la Bwana hawalioni tena. Pia ni vibaya watu wamekuaminia alafu mwisho wa siku useme nimeacha huduma. Sio, kuna vitu zingine zinakaa simbo tu. Na mnajua ilifanyika Kenya. Mamilioni ya watu wamekuaminia alafu mwisho wa siku nasema taa inasima. Bana, runinga yenye watu wanatazama walio mbali tena unasima. Watu wameingia kisani. Simu zenye unafaa tutumia kucommunicate tuwe na nguvu hamuna. Ni sama shetani zinasimwa. Mwisho wa siku kazi ya Mungu imeisha. Unawapeleka wapi? Manyasini kule na kuwaulia kule kisasi kile. Unajua watu walipoteza mpango wa Mungu. Watu wale walipoteza nini? Mpango wa Mungu. Hiyo sio haki. Basi ni usuni wake. Wakati mimi nakaa tu chini vizuri, alafu leta hiyo picha. By the way, ni usuni mkubwa. Ni usuni mkubwa. Na mtu anatumia Biblia. Na ni wakati mtu amengojea, amekuwa na influence ya mamilioni ya watu. By the way, huyo ungekaa na yeye akikula chakula kila angefanya na simu ataweka silent na assume, kwa sababu simu zilikuwa zinaingia, angekula. So lazima assume masimu kwanza kula shibe. Alafu mwisho wa siku hata wale wameokoka juzi, yule amekusikia ndiye anataka kesha amini injili, unamwambia injili yenyewe imefika mwisho. Esau. Bali ni usuni, si jokes. Unaona hii mama wa Yakobo na Esau alijua hii ingeangukia kwa mikono ya Esau, angefuruka watu. Angewafuruka. Na mnaweza nyinyi mashahidi, watu walilaaniwa wakati ule. Ama ni uongo? Watu walitolewa kwenye vyeo. Watoto walikufa, walitangazwa wafe hospitali na walikufa kweli. Dunia ilipikwa. Mnajua kwa nini Mighty Prophet leo hii akisema anataka kupiga Kenya, kwamba atakajo kisema kinaweza kikahappen? Kwa sababu ya influence. Ndio sababu tunahitaji tuwe na watu wengine kama Tamina ambao watasimama na ukweli, ili nao walete influence
ndio yeye akisimama awe powerless. Shetani anasapika taifa hili kwa sababu akiwa ameajiwa uhuru wa kutawala maeneo yote, sekunde moja ameangusha taifa. Lakini tukipata watu ambao watatamka kweli kwa fujo, kwa nguvu na kuaipisha mambo ya uongo, ndio sasa mtu atasimama aseme, kwa sababu leo mmenitukana, nasimamisha mvua miaka 3. Na sisi tunasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, inyesha tu kuanzia leo, na inanyesha. Tutasonga mbele. Ya kwa sababu sasa hivi wamesimama, by the way, huko watumishi wako sasa hivi wamesimama. Hawataki mambo ya kuwaletea uongo kule na kuwalaani. Unajua wana taifa akilani taifa, na hakuna watu watakao simama waseme kwamba hiyo anayelaani manake amesimama kwenye cheo cha shetani. Huyo si wa Mungu, tunamkataa kwa jina la Yesu. Taifa limebarikiwa. Taifa hili limebarikiwa na mipaka zake. Limebarikiwa maeneo yote. Watu wote waliomo katika taifa hili ni wabarikiwa wa Bwana. Mnakuwa mmekanusha. Na ndio sababu leo hii bila tunaongea hivi, hawezi laani Kenya elaanike. Bila tunaongea hivi, nina sababu hawezi. Fuatilieni ni mara ngapi anakwepa. Anasema Kenya mmenisoea. Na sababu reboot kusema atasema, lakini waje ajaribu round aseme haita happen. Kuna watumishi Mungu ameinua hapa Kenya, wanamfuatilia unyo kwa unyo anachokisema, manaka akiwezi timia. Tunaelewana? Hakiwezi. Na ndio sababu sasa mwisho wa siku ukweli utafanyaje? Utajulikana. Hallelujah. Glory to God. Hapa ile niliona mwaka huu niliona baadhi ya watu wake wakija hapa. So tuna kibarua kwa sababu kuwatoa, mkinenda kwa Luka kuwatoa kule mtafanya kazi. Nimekuwa nikiona kabisa katika moyo wangu wakija wanakimbilia usalama. So watakuwa kama watoto wadogo sana, wachanga wanaojifunza. Maana kutiliti hayo mambo yote kwenye akili zao itatukarimu maombi na kufanya kazi ya nini? Ya kulinda kweli kweli, si mchezo. Amen, amen. Glory to God. So taifa letu ni la baraka. Amen. Sasa hii unakataliwa tu na laana hakuna. So sisi tuko pia tunasimama tunakuja pole, hatuna haraka, si ndio? Hatuna haraka. So mama alifanya kazi ya utumishi, alifanya kazi ya Mungu. So baraka juu ya Yakobo, baraka ambayo baba yake anabariki Yakobo, baraka juu ya Yakobo ni kuendeleza mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo. Hiyo ndio baraka ya Mungu, baraka ambayo ilitoka kwa Isaka kwenda kwa Yakobo. Unaposikia Isaka akisema ameshabariki Yakobo, manake ni baraka ya kuendelesha mpango wa Mungu. Hakumbariki baraka ya vitu vya mwilini. Ni baraka kwa ajili ya kuendeleza mpango wa Mungu. Kwa nini? Isaka anajua kwamba amerithi kutoka kwa baba. So Isaka anaendelesha kazi ya Ibrahimu, kazi ya baba yake. Manake naye anaweka kwa mtoto ili hiyo kazi naye aiendeleze. Wakati ambapo yuko, visasi vingine visikie, vipokee mpango wa Mungu kwa kutoka mwanzo. So baraka ya Yakobo sio pesa wala mali. Baraka ya Yakobo ama baraka aliyobarikiwa Yakobo sio pesa wala mali. Na zaidi ya yote Yakobo kwenye maisha yake amekuwa
Yaani huwezi linganisha Yakobo na Esau. Kilinganisha Yakobo na Esau kwa utajiri, tunaweza tukasema Yakobo alikuwa bande ya umaskini na Esau alikuwa tajiri. So Esau vitu vya mwilini alipata sana kuliko Yakobo. Alikuwa na mali nyingi mpaka Yakobo akamwokopa. Unajua kitambo mtu wa mali nyingi alikuwa anaokopewa. Unajua sasa ndiye ana sauti, ndiye ana say. Mtu akiwa na mali nyingi ni rahisi kuwa na jeshi. Na kuwa na jeshi la kutosha. So huwezi bikana na yeye hivi. Lazima umuokope. So Yakobo alimwokopa Esau kweli kweli kwa sababu alikuwa mwingi wa utajiri wa dunia hii. So Esau alikuwa navyo. So licha kuwa Esau hakuchali mpango wa Mungu, bado alikuwa na vitu vya mwilini. So inatufundisha kwamba mtu ambaye hajaokoka anaweza akawa na vitu vya mwilini kuliko mtu ambaye hata ameokoka. Sababu ni iko kwa Biblia. Yule alikataa mpango wa Mungu alikuwa navyo tu. Kuna vitu kilisuia. Alipata kweli kweli. So Esau kukataa mpango wa Mungu haikumzuia yeye kupanuka mwilini. Alikataa mpango wa baba lakini bado mwilini alipanuka. Alienda akawa tajiri sana. Anakopa mpaka akamokopa. Baraka ya Mungu kwenye maandiko ni kushirikishwa mpango wa Mungu. Baraka ya Mungu kwenye maandiko ni kushirikishwa. Kushirikishwa manake ni kualikwa, ni kuitwa katika mpango wa Mungu. Hiyo ndio tunaita baraka ya Mungu. Taangalia neno baraka. Taliona mbeleni. Tutatembea na hilo neno sana, hilo baraka. Ndio uone Biblia ikitaja kuhusu baraka inaongelea baraka ipi. So baraka ya Mungu manake ni kushirikishwa mpango wa Mungu. Ni spiritual. Baraka ya Mungu ni spiritual. Ni spiritual, ni kitu cha kiroho. So shamar ni kutunza, ni kulinda. Unatunza, unahudumu kwa kulinda. Unasafu kwa kulinda, kwa kutunza. Fanya ulinzi, uangalizi. Unatunzaje akano? Biblia inasema kwamba Ibrahimu, naposema kwamba Biblia inasema Ibrahimu alitunza akano lake. Swali linakuwa unatunzaje akano la Bwana? Manake unaendelea kulihudumu, unaendelea kulishirikisha kwa watu wengine. Kutunza akano la Bwana na kushirikisha, kuendelea kushirikisha watu, kuendelea kuelezea watu wengine kuhusu akano la Mungu. Ndio kutunza. Kitu ambacho umekaa nacho na ukanyamaza nacho, ukifa kimepotea. So kutunza kibiblia liko hapo. Kutunza akano la Mungu manake ni kuendeleza kwa wengine, kuendelea kuhubiria wengine, naendelea kulihudumu, kushirikisha watu wengine. So Mungu kumweka Adamu bustanini alitaka awe mchungaji. Mungu kumweka Adamu bustanini, Mungu alitaka Adamu awe mchungaji. Adamu awe mchungaji, asaye wachungaji pia. Mungu anamweka Adamu kwenye bustani ili awe mchungaji na asaye wachungaji pia. Sasa hapa kusaa wachungaji si wa mwili, ni wa kiroho. Awaeleze mpango wa Mungu, watu wengine waamini, wamfananie yeye. Utumishi ni wa kukabidhiana.
Utumishi ni wa kukabidhiana. So Mungu anakusudia kwa Adamu akabidhi wengine. Unampa huyu na huyu anampa huyu na huyu anampa huyu, visasi kwa visasi. Huo ndio mpango wa Mungu. Israeli waliposhindwa kueneza mpango wa Mungu, ndio tunamuona Yesu anakuja. So Yesu anaitwa Mwisraeli mwaminifu, ambaye mpango ambao Israeli walishindwa, yeye anauchukua, anauanza kwa upya, anauendelesha kwa kisasi chao. So Israeli walishindwa. So unaweza ukaona Ibrahimu akafaulu kwa Isaka. Isaka akampa Yakobo. Lakini sasa Yakobo kilitinda. Yakobo aliacha kwa watoto wake. Lakini walitembea shingo ngumu tu, kutokuamini mpango wa Mungu. Tutajifunza yote. Mtakuwa mnaona vile walikuwa nakataa mpango wa Mungu. So Yesu anakuja kurejesha huo mpango wa Mungu kutoka mwanzo. Mpango ambao Israeli wameupoteza. Mpango ambao Israeli wameutarau. So Yesu anakuja kurejesha tena. Ndio unaona Yesu akija, anakuja Yesu kutoka kwa Maria, alafu anawachukua wale 12 makusudi kabisa, ili yeye na wao wafanye kazi ya kueneza mpango wa Mungu ambao taifa nzima lilipoteza. So katika hilo taifa anachukua watu. So kueneza mpango wa Mungu anzi na watu wengi. Naanza na mtu mmoja, watu wawili, hivyo mpaka mpango wa Mungu unapanuka. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lengo la Mungu ni kujichakulia watu ili mpango wake ufike duniani yote. Lengo la Mungu ni kujichakulia watu ili mpango wake ufikie dunia yote. Kumbukeni, mpango wa Mungu ni kwa ajili ya dunia yote. Mpango wa Mungu ni kwa ajili ya dunia yote. Wale wanasema Mungu alikuja tu kwa Israeli, Israeli ndio taifa ila Mungu, wengine no. Mungu, taifa la Israeli lilitumika kwa ajili ya kufikia mataifa mengine, lakini lilishindwa. Alikuwa chifu wa mpango. So neno msaliwa wangu wa kwanza au msaliwa wa kwanza, maneno haya yana maana kibibilia. Mtayaona mbeleni na yataja kimakusudi kabisa. Unapoona neno msaliwa wangu wa kwanza, Israeli msaliwa wangu wa kwanza, ama unakutana neno msaliwa wa kwanza, maneno haya na maana yake katika Biblia. Israeli aliitwa Israeli aliitwa kimakusudi. Israeli ni taifa, yani Israeli anaitwa kimakusudi. Wamtumikie Mungu. Israeli inapoitwa, taifa la Israeli linapoanza, ni ili wamtumikie Mungu aliye hai. Na huo ndio mpango wa Mungu. Israeli inaitwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Wawe makuhani na wafalme watangazae habari zake Bwana. Israeli wanaitwa wawe nani? Makuhani